Maana anasema siri ya Bwana, mambo ya siri ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Hivi leo anasema hayo mambo ukitaka yafunuliwe na Bwana, tawatafute wachao. Hivi leo Kiswahili anasema siri ya Bwana, yaani yale mambo ambayo hayajajulikana na wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna watu wanajulikana kwao, ndio maana anasema siri ya Bwana iko kwao wachao, iko kwao wao wanaopendana na Mungu, iko kwao marafiki wa Bwana. Ukishakuwa rafiki wa Bwana, Bwana hana siri. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana hana jambo anaweza kuficha. Wengine hawaelewi, wengine wanapoona ni giza, wengine wanapoona hawajui cha kufanya. Okay, wewe wako unajua cha kufanya, kwa sababu gani? Unayo nafasi ya kumwendea Mungu, kumwambia Bwana, kuna jambo hili linawatatiza watu wa kanisani kwetu, linawatatiza watu wa Tanzania, linawatatiza watu wa familia yetu. Mungu anafunua, anasema ni moja, mbili, tatu, lakini ni lazima kwanza uwe rafiki wa Bwana. Sijana nimezungumza kwamba kwa hivi vyama unataka kwenda kwa mchungaji, lazima kuna mtu kupitie kwake kwanza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na yule mtu kwa sababu anafuata utaratibu, Bwana Yesu asifiwe, anamwambia subiri, mchungaji leo kuna ratiba ya kuongea na watu 1, 2, 3. Kwa hiyo kwa leo nafasi haipo. Hiyo ndio inawezekana haipo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unakaa kama unapewa kesho au kesho kutwa au ijayo, lakini kama kuna mbawa, kama kuna mahusiano, maana kama mchungaji rafiki yako, ni rahisi kutoka nje na kwenda kupiga simu direct. Kuna watu ambao watake wasitake lazima wapitie kwa parish, lazima wapitie kwa sekretari, lazima wapitie. Lakini kuna watu ambao anapiga simu, anasema baba mchungaji, mimi naitwa fulani. Mchungaji akisikia ile jina anauliza shida yako ni nini? Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Anasema naye atawarudisha agano. Agano ni patano. Agano ni mkataba wa makubaliano. Ni mambo ya agano. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema na yeye atawarudisha agano lake. Sasa hiyo ishi ni agano, ni lazima kwanza ulivunje agano lingine. Sisi tunaweza kuzungumza. Na hii inatusumbua wakati mwingine. Hakuna mkataba ambao unaweza kupangiliana na mkataba mwingine. Na hii inatusumbua kwenye maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuna watu ambao tuna mapatano, na mapatano hayo inawezekana hawakuingia leo. Wengine wanaona familia ambazo wao tunajana kama wanakubaliana kwamba sisi ukoo wa kwetu tuna 1, 2, 3, na wanakuta wanasema sisi na vizazi vyetu wawani wewe na wewe. Na kama hawaamini, ndio maana kuna baadhi ya vitu ambavyo viko kwenye familia fulani vinafanana. Ngoja nikwambie, kama sio Yesu, mchungaji, mimi nimekuwa cha pombe mzuri, kama sio. Kwani kwa sababu nimetoka kwenye familia ambayo wasio, yaani watu wanaanza kunywa
kukuta watu nyumbani leo pamebadilika, wanakuwa kila mjani ni kawaida. Ndio tunachozungumza. Bwana asifiwe. Na niliwahi kutamkiwa jina la Bwana libarikiwe. Yaani wakati kwa naambia wewe unakumbuka fulani anataka kama wewe kwamba na yeye hatakunywa. Leo unaona unafahamu fulani yeye anakomanda alisema kwamba yeye hatakunywa. Unafahamu fulani alisema kwamba hatakunywa. Kama Mungu wangu aishivyo, kama Mungu wangu aishivyo, jina la Yesu Kristo sitakaa ninywe pombe wala watu miaka inasogea wala watu miaka inasogea katika jina la Yesu Kristo. Mungu aliye hai, sema amina kwa jina la Yesu. Sasa hivi nimeshavuka huko, jina la Bwana libarikiwe. Kwa sasa hivi hapa ni uzeeni, yani tunataka jina la Bwana libarikiwe. Kuna baadhi ya tabia watu kwamba tena hiyo si hiyo tu. Sisi hata kuoa watu kukuta kwenye familia ya kwetu mtu anamke huyu mmoja ni pa kutafuta. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna vitu vingine mpaka naomba kusema vinatoka kwenye familia yako. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi nimezaliwa kwenye familia ambayo baba yangu mzazi amezaa watoto wawili na mama yake mdogo. Haikuanzia kwake. Ilianzia kwa babu. Sima ni leo babu na baba yake alikuwa wawili. Alipokufa mama yake akaenda kurithi kwa mama mdogo, mke wa baba, akazaa mtoto. Sawa. Haya, wao walipoondoka akaja sasa babu mwenyewe ambaye anafanya hayo na yeye akamzaa, ndio baba yetu. Baba yetu ndio mkubwa. Unaelewa? Na yeye babu na yeye si alikuwa na watoto wawili. Bibi yetu za baba anakuja kawa na bibi mdogo. Sawa, wakawa babu na yeye alipofariki na baba ndio mkubwa. Na yeye akaenda kwa bibi mdogo, mama yake mdogo, mke wa baba yake. Naye akazaa watoto hao wawili. Kwa bibi yetu mdogo kuna wengine waliozaliwa na babu, shangazi zetu, ni baba zetu wadogo, lakini pia kuna dada zetu na kaka zetu. Unaelewa kuzungumza? Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana jina la Bwana libarikiwe. Wengine tuliopata neema ya kumjua Mungu ndio tukasema sasa hii inaishia hapa. Hii inaishia hapa.